Karibu tena wapenzi watazamaji, ni wamegee yale ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, na hichi ndicho kituo chako nambari 1 cha Kenyan Media. Cha msingi wewe piga subscription, bonyeza kengele na usogeze hizi taarifa kuelekea kwa vikundi vingi. Like video tafadhali. Taarifa ambazo zinanifikia kutoka Kakamega Amalemba Grounds penye mkutano wake Edwin Sifuna ulikuwa ni kwamba mmoja wa goons ambao walikuwa wamelipwa na hiyo serikali kwenda kuvuruga mkutano wake Edwin Sifuna ameuawa. Hizo ndizo ripoti ambazo zinanifikia na zimekuwa confirmed kwamba kijana ambaye alikuwa amepewa marungu kwenda kuvuruga mkutano wake Edwin Sifuna na kuimba tutam ameuawa na wananchi ambao wamekasirika kwamba anatetea serikali ambayo haiwajali wananchi. Kwa vijana wenzangu, ni kitu gani ambacho kitakufanya uweza kupewa shilingi 1000 upoteze maisha yako? Ni kitu gani ambacho kitakufanya upewe shilingi 1000 upoteze maisha yako? Familia yako haitakuona, umeachia mzigo familia, maybe ulikuwa na mtoto, sasa umeweza kuacha gharama kwa mzazi au gharama kwa wakubwa zako au kwa wadogo zako, umeacha gharama kwa bibi yako. Ni vizuri, mimi siwezi nikasema eti kwamba amefanya vibaya. Ni vizuri kwa sababu kijana kama huyu, iwapo angeachiwa nafasi, angefanya madhara kwa watu wengi. Angefanya madhara kwa watu wengi. Hawa ndio watu ambao unapata kwamba they are collaborating, wanafanya kazi pamoja na kikosi cha polisi kuweza kufanya mabaya kwa viongozi wa upinzani. Kijana mwenzangu, wacha niweze kuzungumza na wewe mwenye maybe in future utakuja kukuwa recruited kwenda kuharibu mikutano ya upinzani. Wewe mwenye yuko na akili timamu, unafurahia maisha ambayo Wakenya wanapitia? Wacha tusemezane ukweli, unafurahia maisha ambayo Wakenya tunapitia? Wewe kijana hauna kazi, kazi ambayo viongozi wanaona tu inakutosha ni kukupea shilingi 1000 kwenda kuvuruga mikutano ya viongozi wengine. Hiyo ndio kazi ambayo wanaona inawatosha. Viongozi wa serikali wamekataa katakata kuwaundia vijana kazi kwa sababu wanajua kwamba wakiunda kazi kwa vijana, wanajua kwamba hawatapata watu ambao watawalipa waende kuvuruga mikutano ya viongozi wengine. That is the reason as to why wamekataa kuundia vijana kazi. Kijana mwenzangu, wewe unafurahia kipindi ambapo wazazi wengine hapa nje wamepoteza ajira kutoka kwa kampuni mbalimbali kwa sababu serikali hii imeweza kuongeza ushuru. Kuna makampuni ambayo yamefunga hapa nchini kwa sababu ya ushuru mkubwa. Kuna makampuni ambayo yameweza kufunga services zao, huduma zao kutoka kwa taifa letu la Kenya kutokana na sheria ambazo zinapitizwa ama zinapitishwa na hii serikali, sheria mbovu, punitive taxes. Mnafurahia? Wewe mwenye unaribwa, kuniradhi,
Wewe mwenye unalipwa uende kuharibu mikutano, unafurahia jinsi ambavyo gharama ya maisha ipo juu? Kijana mwenzangu, ebu tujifikirie. Ungekuwa kijana mwenye yupo na akili, huyu mwenye ameweza kuuawa, ungefanya nini? Ungechukua zile pesa ufanye nini? Ungechukua zile pesa, hata si lazima ungeenda kwenye ule mkutano, ungeenda tu utulie nyumbani. Niliambia wananchi hapa mapema kwamba iwapo hawa viongozi wangekuwa watu wako na akili, wangeleta watoto wao watangulie pale mbele waende kuharibu mikutano. Wangeleta watoto wao watangulie pale mbele waende kuharibu mikutano ya viongozi wengine. Lakini viongozi hawa kwa sababu wanajali familia zao, hawataki kuleta watoto wao. Wanatoa watoto wa watu wengine, wa mama wengine, wanatoa watoto wa wamama wengine, wanatoa watoto wa wananchi wengine kuenda kuharibu mikutano. Lakini watoto wao wamerelax tu kwa viti nyumbani, wanakunywa tu sharubati, wanakunywa juisi. Ni kwa sababu wanaona wananchi kwamba wao si wa maana. Watoto wao ndio wako na maana zaidi. Kijana mwenzangu, ingekuwa bora iwapo hujaweza kuchukua kitambulisho. Hakikisha kwamba umeweza kujikatia kitambulisho. Hakikisha kwamba jikatia kitambulisho. Kitambulisho kikija, unajiandikisha kama mpiga kura wa Kenya. Kwa sababu ukifanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umeweza kuweka Kenya yetu mbele. Utakuwa umeweza kusaidia Kenya yetu kusonga mbele. Utakuwa umeweza kuajiri viongozi ambao wataweza kutupea kazi, na wala sio kuweza kutupea 1,000, kutupea shilingi 500 tuende kuharibu mikutano ya viongozi wengine. Ungekuwa kijana mwenye anajiamini na mwenye anajidhamini, ungefanya nini mpenzi mtazamaji? Ungeacha hawa viongozi watangulize familia zao pale mbele. Ungeacha familia zao hawa viongozi watangulie pale mbele waende kuharibu mikutano ya viongozi wengine. Uliona Edwin Sifuna alikataza polisi, hata mkirusha tear gas leo mkutano wetu hautaisha. Unahisi ni kwa nini serikali hii inalenga mikutano ya Sifuna? Ni kwa sababu wanaona ground ina shift. Muliona kwenye mikutano ya Sifuna hapakukuwepo na kitu ambacho kinaitwa mobilized ground. Haungeona mashati ya ODM sijui nini machepeo ya ODM, hapana. Haukuona mabasi ambayo yameletwa pale kuja kuescort Sifuna, hapana. Kwa nini? The ground was automatically pure. Alafu wewe unapewa 50 ukuje kuharibu mkutano wa wengine. Utapigwa, na niliwaonya. Mtu asije kusema sikuwaonya. Niliwaonya vizuri, nikawaambia ukileta ujinga utapigwa mochari. Mmoja ndio huyu. Mimi sitahuzunika na sitaonea huruma huyu. Wangeua hata 3. Kwa sababu sasa haja gani upewe shilingi 50 kuja kuharibu mkutano wa wenyewe? Hapo mimi siwezi nikakuwa na huruma. Hakuna bana, hakuna. Wewe mbona ukubali uende kuharibu mikutano ya wenyewe? Unaweza ukaambia nini wale ambao kwenda mbele wataenda kupewa pesa waende kuharibu mikutano ya opposition? Wewe unafurahia maisha ambayo tunapitia? Upuzi.